Klabu ya Young Africans inapiga hesabu kali za kutoa ubingwa wa NBC Tanzania Bara msimu huu wa 24-25, na kama watafanikiwa kutoa ubingwa huo, basi watakuwa wametoa kwa mara ya 4 mfululizo. Na hizi ni mechi ambazo Young Africans amesaliwa nazo, na kama atafanikiwa kupata matokeo katika mechi hizo, basi ataenda kuwa bingwa moja kwa moja wa msimu huu wa 24-25. Mchezo wa kwanza Young Africans atacheza tarehe 20, atakuwa ugenini akicheza dhidi ya Fountain Gate. Ni mchezo utakaopigwa katika uwanja wa Manyara. Young Africans akipata matokeo kwenye mchezo huo, mchezo utakaofuata tena ataenda kucheza Mei 13, ambapo atacheza akiwa nyumbani, atacheza na Namungo. Na Mei 21 Young Africans atacheza na Tanzania Prisons, mchezo ambao wataendelea kusalia nyumbani. Na Mei 25 Young Africans atamalizana na Dodoma Jiji. Hiyo michezo mitatu yote Young Africans anacheza akiwa nyumbani. Na mchezo atakaobaki wa mwisho ambao ni Young Africans anatakiwa kucheza na Simba Sports Club. Huo ni mchezo ambao tunafahamu uliahirishwa, mchezo ambao ulitakiwa uchezeke pale Machi 8, lakini kwa kutokana na sababu ambazo bodi ya ligi na TFF walikuwa nazo, mchezo huo uliahirishwa na mpaka sasa haijulikani kama utakuwepo au hautokuwepo. Kwa Young Africans kama atafanikiwa kupata matokeo katika michezo yake hiyo mitano iliyobaki, anaweza akawa bingwa moja kwa moja. Licha ya kwamba bado ana mpinzani wake ambaye ni Simba Sports Club, mpaka sasa yuko nafasi ya pili, na Simba kama atafanikiwa kupata matokeo katika michezo yake yote iliyosalia pia bado atakuwa anadaiwa pointi moja na Young Africans. Hivyo mchezo wa wao kwa wao ndio mchezo pekee ambao unaweza ukaamua kwamba Young Africans anaweza akachukua ubingwa ama Simba anaweza akachukua ubingwa. Lakini kama mchezo huo wa kuwakutanisha wao kwa wao hautokuwepo tena, basi hesabu za Yanga zinaweza kutimia moja kwa moja, kwa maana kwamba akifanikiwa kushinda michezo yake hiyo mitano iliyobaki, basi anaenda kuwa bingwa moja kwa moja. Lakini klabu ya Simba na wao wenyewe bado wana hesabu kali zaidi kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Tunafahamu Simba mpaka sasa inaenda kucheza tarehe 20 mchezo wake wa nusu finali ya kwanza, ambao atacheza akiwa nyumbani. Mchezo utapigwa pale katika uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar. Ni mchezo ambao Simba kama atafanikiwa kupata matokeo, basi atakuwa na advantage ya kuweza kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Na hesabu za Simba kama zitatimia, Simba kuweza kuvuka kwenda hatua ya finali ya kombe hilo la shirikisho, basi focus yao kubwa itakuwa ni kutoa ubingwa wa shirikisho na sio ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo kama Simba atafanikiwa kufuzu na kwenda finali, basi hatoweza kucheza michezo ya ligi kuu kwa kutumia nguvu kubwa tena, kwa sababu akili, mwili, roho na kila kitu chao watakuwa wanapambana kwa ajili ya kwenda kutoa ubingwa huo wa shirikisho. Kwa hiyo hawatakuwa na hesabu za kutoa ubingwa wa ligi kuu tena. Kwa hiyo klabu ya Young Africans wao wanachotakiwa kufanya ni kufocus kwenye michezo yao waliosaliwa nayo, kuweza kupata matokeo kwenye michezo yote, wasiruhusu kutoa sare wala kupoteza mchezo wowote, ili hesabu zao ziweze kutimia.